Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Marekani na Iran zinatupiliana lawama baada ya mazungumzo yao kugonga mwamba. Marekani inaitupia lawama Iran na Iran pia kadhalika inaitupia lawama Marekani kufuatia kushindwa kwa mazungumzo ya ngazi ya juu kuhusu mzozo unaendelea wa Mashariki ya Kati. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf aliyeongoza ujumbe wa Iran amesema kuwa Marekani imeshindwa kuaminika na Tehran katika mazungumzo marefu yaliyofanyika Islamabad, Pakistan, huku akieleza jinsi mazungumzo hayo yalivyokwenda. Kiongozi huyo alisema kuwa Iran iliwasilisha mapendekezo yenye mtazamo wa mbele, lakini mazungumzo hayo hatimaye hayakufikia makubaliano. Lakini jambo pekee ambalo Iran walilikataa ni pamoja na Marekani kutaka Iran lisiwe taifa la nyuklia, lakini pia kuharibiwa kwa makombora yao ya masafa marefu, kadhalika kuifanya Iran, kadhalika mlango wa bahari wa Hormuz uwe katika milki ya wa Marekani na kwamba Iran isiumiliki mlango huo, jambo ambalo wa Iran wamelikataa kata na kuitupilia lawama Marekani kwamba Marekani haikuwa na nia ya kufanya mazungumzo bali ilikuwa na mipango ya kutaka kuitawala Iran, na hili ndilo jambo ambalo limewafanya waingie katika mapambano kutetea maslahi ya taifa lao. Awali makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema Iran ndio ilisababisha kukwama kwa mazungumzo hayo baada ya kushindwa kukubali masharti ya Washington, akisisitiza kuwa Marekani ilijitokeza kwa nia njema ya kufikia makubaliano. Kwa upande wake Iran imejibu kwa kuishutumu Marekani kwa kutoa masharti magumu na yasiyo ya haki, ikisema msimamo wa Washington haukuwa na nafasi ya kufanikisha makubaliano. Kila upande sasa unamlaumu mwenzake kwa kuvunjika kwa mazungumzo hayo, hatua inayoendelea kuongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Baadhi ya masuala yaliyobishaniwa katika mazungumzo hayo ni pamoja na mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia kuhusu suala la Lebanon na washirika wengine wa Iran na mpango wa nyuklia wa Iran ni miongoni mwa mambo ambayo kimsingi yalikosa majibu wakati wa mazungumzo hayo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani itaweka kizuizi cha kijeshi na kudhibiti mlango wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, kufuatia kushindwa kwa mazungumzo hayo. Na amesema kupitia ujumbe wake wa Truth Social kwamba wanamaji wa Marekani watachukua hatua muhimu kwa ajili ya kuhakikisha wanaumiliki mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia Iran ikisema hawapo tayari kwa ajili ya hilo na wapo tayari kwa mapambano. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema mazungumzo ya amani yaliyofanyika Islamabad, Pakistan yalifanyika katika mazingira yaliyojaa mashaka, kutoaminiana na tahadhari kubwa kati ya pande hizo mbili. Msemaji wa wizara hiyo Ismail Baghei amesema haikutarajiwa kwamba Iran na Marekani zingefikia makubaliano ya haraka katika kikao kimoja cha mazungumzo, na hili ni jambo la kihistoria. Tangu waanze mazungumzo hayo kumekuwa na mivutano ya mara kwa mara. Ameeleza kuwa kutokana na historia ya mvutano na kile alichokiita vita vilivyowekwa kwa muda wa zaidi ya siku 40, hali ya mazungumzo ilikuwa tayari imeathiriwa na ukosefu wa uaminifu kati ya pande hizo mbili. Baghei pia akasisitiza kuwa hakuna mtu aliyekuwa na matarajio ya kufikia makubaliano ya haraka, akibainisha kuwa mchakato wa mazungumzo ya aina hiyo huhitaji muda na hatua nyingi. Hata hivyo, mwanadiplomasia huyo ameongeza kuwa diplomasia bado haijafungwa mlango wake, akisisitiza kuwa mazungumzo yanaweza kuendelea licha ya changamoto zilizopo. Hili pia limeelezwa na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye ndiye aliyezialika nchi hizo mbili katika kufanya mazungumzo ya amani, na akisema kwamba nchi hizo zinapaswa kujizuia kufanya mashambulizi. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan imetoa wito kwa Marekani na Iran kuendelea kuheshimu makubaliano ya muda wa kusitisha mapigano kufuatia mazungumzo ya amani yaliyoshindikana huko Islamabad. Katika taarifa iliyotolewa na Pakistan, imesisitiza kuwa ni muhimu sana kwa pande zote mbili kusitisha mapigano licha ya kushindwa kufikia makubaliano ya mazungumzo kuhusu mzozo wao. Taarifa hiyo imeeleza matumaini kuwa Marekani na Iran wataendelea na mazungumzo kwa nia njema ili kufikia amani ya kudumu na ustawi, si tu katika eneo la Mashariki ya Kati bali pia kimataifa. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.